wakuu wa idara na vitengo, kamati ya usalama, kazi na utu, kazi na utu. Ndugu zangu, awali yote nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, siha njema jalia, aliyeweza kutukutanisha siku hii ya leo. Ni mwendelezo wa vikao letu vya baraza ambao tulianza jana, na kipekee ni imani yangu kwamba tunakwenda kuwa na baraza fupi yenye maazimio, maamuzi na utekelezaji. Tushakubaliana namna ambavyo tunakwenda kwenye baraza letu. Zile kero na changamoto za wananchi zisubiri mpaka vikao vya baraza. Kero na changamoto za wananchi wetu ziendelee kutatuliwa kila siku kadiri ambavyo tunapata nafasi, waheshimiwa madiwani, kuziwasilisha, lakini vile vile kupitia ofisi ya mkurugenzi kuwaita wakuu wa idara ili tuendelee kushughulika na changamoto za wananchi wetu. Kwa ni imani yangu kwa msimamo na makubaliano ya mwenendo huo tunakwenda kuwa na baraza. Baada ya kusema hayo, nitamke baraza limefungua. Kana kwenye mishikwamili yetu kuanzia ukurasa wa 34 hadi ukurasa wa 39, na inahusu matokeo ya kidato cha 4 na kidato cha pili. Mwenyekiti, mwaka jana mwezi wa 11 hadi Disemba, wanafunzi wetu wa shule za sekondari walifanya mtihani wa taifa, na katika matokeo yanayotoka hivi karibuni, kwa upande wa kidato cha pili, halmashauri yako imeweza kupandisha ufaulu kwa 1.1. 2024 tulikuwa na ufaulu wa 80 kamili, lakini kwa 2025 tumekuwa na ufaulu wa 81.1. Katika eneo hilo tunazo shule zimefanya vizuri sana na zingine zimefanya vizuri wastani, lakini kwa pamoja wote tumefanya vizuri. Nikianza kwa kuwapongeza walimu, wanafunzi na wadau wote wa elimu wa shule ya sekondari Kristo inayopatikana kata ya Msimbu, ambayo ndiyo kata ya makao mwenyekiti wetu. Kwa kweli wamefanya vizuri sana kidato cha pili, tunapaswa kuwapongeza. Mheshimiwa Diwani, hongera, hongera, hongera sana. Lakini vile vile kwa kidato cha pili tunayo shule yetu ya sekondari Mfuru, inapatikana kata ya Marumbo. Shule hii katika ule mpangilio wetu imefanya vizuri, lakini si vizuri sana. Kwenye shule zetu zote zilizofanya mtihani ule imefanikiwa kuwa ya mwisho. Sasa Mheshimiwa Diwani wa kata hiyo, tunakupongeza kwa kugonga mikono ya nyuma, kwa sababu matarajio yetu unapaswa uwapite wote. Sasa katika mazingira hayo, Mheshimiwa Mwenyekiti, wito wangu ni nini katika eneo hilo? Mheshimiwa madiwani ambao ndio wenye viti wa kamati ya maendeleo ya kata, tusimamie shule zetu. Tunalisimamiaje? Ni pamoja na kuhimiza ile kauli mbiu ya Mheshimiwa DC, achia ghetto, hamia hostel. Lakini vile vile ni kuhamasisha tuchange chakula cha wanafunzi wetu wapate chakula shuleni. Wakiweza kula shuleni, inawawia rahisi sana walimu wetu kukaa na wanafunzi wale kwa muda mrefu waweze kuwafundisha. Lakini vivyo hivyo tumepokea matokeo ya kidato cha 4 yametangazwa juzi tarehe 31 mwezi wa kwanza 2026. Kwa matokeo hayo pia bado tumeendelea kupanda. 2024 tulipata ufaulu wa 89, lakini kwa matokeo ya juzi 2025 tumepata matokeo ya 93.41. Kwa mantiki hiyo tumepandisha ufaulu kwa 4.41. Bado shule yetu ya Kristo wamefanya vizuri zaidi. Na wao, Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, wana kauli mbiu yao wanafunzi wako. Tulikaa nao tukaitengeneza. Wakasema mwaka jana
Novemba wanatiki kwa division 1 ya pointi 7. Kweli wametiki division 1 wanafunzi wote 100 wamepata division 1 wote Kristo Sekondari. Lakini hivyo hivyo nitumie fursa hii kuipongeza sana shule ya sekondari Joketi Mwegelo. Wao kwa matokeo ya form 4 walikuwa na watahiniwa 98. Watahiniwa 83 wamepata division 1. Watahiniwa 14 wamepata division 2. Na watahiniwa watatu wamepata division 3. Sio mwenyekiti, ufaulu huu wa Joketi Mwegelo ni wa kiwango cha hali ya juu sana. Ni kwa nini nasema hivyo? Joketi Mwegelo katika madaraja ya kuchagua wanafunzi tunao madaraja 4. Daraja la kwanza linahusisha wanafunzi wenye vipaji maalum na wanakwenda kwenye shule zetu 7 kitaifa. Shule hizo ni Iboru, Mzumbe, Kibaha, Tabora Boys, Tabora Girls, Kilakala na Msalato. Joketi haipo. Daraja la pili ni wanafunzi wanaokwenda kwenye shule za ufundi, zipo nyingi kidogo. Daraja la tatu ni bweni kawaida ambalo Joketi Mwegelo inapatikana ndani ya hilo daraja la 3. Lakini kumbukwe mwaka jana ndio ilikuwa graduation yake ya pili tangu kuanzishwa kwake kwa shule hii kwa kidato cha 4. Lakini wameendelea kupanda. Mwaka juzi walipata division 1 73. Mwaka huu ziko 83. Kimsingi tuna kila sababu ya kumpongeza mkuu wa shule na timu yake. Na si mafanikio yote haya, Mheshimiwa Madiwani, ni wale watumishi na wanafunzi wao na jamii yao kuongea lugha moja. Kwa hiyo nitoe wito kwa madiwani wetu kwenye shule tunazozisimamia, naomba tuhimize jamii, walimu na wazazi tuongee lugha moja. Kwa mantikio, mwenyekiti, nimpongeze sana Mheshimiwa Diwani wakati akibuta ambapo Joketi inapatikana. Bahati nzuri ni mdada. Madam, hongera sana. Hongera sana. Lakini vile vile tunazo shule zetu za kata. Shule za kata si rahisi kuzishindanisha na shule kubwa kama Joketi, Creston, Overland na shule nyingine. Kwa upande wa shule za kata, kwa kidato cha pili, shule iliyofanya vizuri zaidi ni shule ya sekondari Mloganzila. Na shule hii inapatikana kwenye kata ya Mheshimiwa Aidan Kitare, mwenyekiti wetu wa halmashauri. Tunakupongeza sana. Lakini pia kwa kidato cha 4 bado shule hiyo hiyo imedhihirisha ina uwezo. Imeendelea kuongoza shule zote za kata. Shule ya Mloganzila imefanya vizuri zaidi, ikifuatiwa na shule ya sekondari Janguo. Mheshimiwa Profesa Kidwele oye! Janguo sekondari ina upekee wake. Mwaka 2024 haikutoa daraja 0 hata mwanafunzi mmoja. Lakini hivyo mwaka huu 26 haikupata division 0 hata mmoja. Kwa hiyo leo profesa tunaendelea kusimama kwenye eneo lake. Sio mwenyekiti, ni taarifa ya awali tu, lakini sisi kama halmashauri na idara tunaendelea kuandaa tathmini ya elimu. Zipo tathmini za aina mbili. Kuna tathmini itafanyika kwa ngazi ya idara ambapo tutashirikisha kamati ya huduma za jamii. Kwa mfano upande wa msingi ni tarehe 13 mwezi huu wa pili. Itahusisha pia Mheshimiwa Diwani kutoka kwenye kamati ya huduma za jamii. Lakini chama hakitasahaulika katika eneo hili. Tathmini ya pili itafanywa na idara ya elimu sekondari na yenyewe itashirikisha huduma ya jamii. Tathmini ya tatu ni mjumuiko wa idara zote mbili na waheshimiwa diwani wote. Tutatoa tuzo za kuonyesha motisha. Tuzo hizo zitaenda kwa walimu na wanafunzi, lakini pia zitagusa waheshimiwa madiwani
ambao wamekuwa bega kwa bega na shule zetu, na zitagusa pia watendaji wetu wa kata na maafisa kata wetu. Basi Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kusema hayo, naomba kuwasilisha. Asante sana.